Jean-Charles Ahoua ndiye mpigaji bora zaidi wa mipira iliyokufa msimu huu mpaka hivi sasa. Hata ukichukua kwenye misimu mitatu iliyopita bado Jean-Charles Ahoua anaweza kuwa ndiye mpigaji bora. Kuna Stefan Aziz Ki amepita Clatous Chama. Free kick. Yes, ukiangalia kwenye free kick rating. Yes, ukiangalia msimu uliopita. Yes, kuanzia msimu uliopita. Ukiangalia kwenye eneo la misimu mitatu ya hivi karibuni. Yani unachozungumza ni sikiliza kwanza. Ukiangalia kwenye eneo la conversation rate. Kati ya hizo free kick ambazo anazipiga za kwenye eneo la za hatari. Ndio. Jean-Charles Ahoua ana conversation rate nzuri kuliko Stefan Aziz Ki. Inawezekana kuanzia msimu uliopita Stefan Aziz Ki amefunga mabao mengi ya free kick. Lakini kupitia mipira mingapi ya hiyo free kick ambazo amepiga? Kwa mfano, mimi naweza kuwa nimefunga penalty 10, lakini wewe umefunga penalty 8, lakini kwenye penalty 8 umefunga penalty 8. Mimi naweza nikawa nimefunga penalty 10, lakini kwenye penalty 15. Maana yake kwenye eneo la uwiano wa kufunga uwiano bora wa kufunga unaweza kwenda kwa mtu ambaye amefunga 8 kwenye penalty 8. Ukiangalia kwenye eneo la numbers unaweza kuwa umefunga penalty chache, lakini kwenye eneo la wastani na uwiano bado Jean-Charles Ahoua kwangu mimi binafsi ni miongoni mwa wachezaji ambao ana ubora mkubwa wa kuweza kupiga hiyo mipira ya free kick. Hata kama afungi, unaiona madhara ya huo mpira sio tu kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, hata pia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, kwenye CAF Confederation Cup. Unaona uhatari wa Jean-Charles Ahoua kwenye kupiga hiyo mipira iliyokufa. Kwa kwangu mimi binafsi kwenye hii misimu mitatu sijaona mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuconvert mipira iliyokufa kama ambavyo Jean-Charles Ahoua jinsi alivyo. Ukiangalia hapa katikati wamepita kina Clatous Chama kwenye miaka mitatu. Alikuwepo pia wachezaji kama kina Saidon Tibazonkiza alikuwa anafunga kwenye hiyo mipira, lakini huyu mwanaume Jean-Charles Ahoua ni bora kwenye kupiga hiyo mipira iliyokufa.